ya kuishi. Ataipata vipi? Kwa njia ya Qur'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, vijana wakifika, wakihamia kutoka Maka, au Waislamu wakifika, kila mmoja ikiwa mwalimu wake wa kumsomesha nini? Qur'ani kimatendo. Na namna ambavyo walikuwa wakisoma Qur'ani, kina Abdullah ibn Umar, kina Abdullah ibn Abbas wanasema ilikuwa Mtume akitufundisha aya 10. Havuki kutufundisha aya zaidi ya 10 mpaka hakikisha tumezisoma zile kwa mazingatio, tunazipa haki ya tilawa na mazingatio, halafu tunazifanyia kazi aya zile kwa mujibu wa yaliyomo. Kama ni amri tuzitekeleza, kama makatazo tuacha, halafu Mtume anatupa aya nyingine 10. Abdullah ibn Abbas sasa, mimi binafsi nimeisoma suratul Baqara miaka 8 kwa sera na mtindo huu. Curriculum aliweka bwana Mtume akusomesha. Leo utaratibu wa leo, ukipelekwa tahfidhul Qur'ani unasoma miaka 2 unahifadhi. Kweli unahifadhi, lakini wahifadhi mayaka. Mtu anahifadhi, twendeni Kisauni kwenu Kenya kule, ndugu zetu wa Kenya, kijana kasoma Qur'ani kahifadhi barobaro, lakini muulize tafsiri aya 2 hajui. Kweli alhamdulillah, ni jambo la kheri katika njia hiyo, kwamba kuhifadhi Qur'ani katika mambo aliyofundisha bwana Mtume yana kheri nyingi na thawabu. Lakini si utaratibu aliweka bwana Mtume wa kuwafundisha Qur'ani waisome mayaka, maneno yamekwisha, wao ni wa maimamu wa misikiti wenye sauti nzuri, basi maneno yamekwisha. Ni lazima isomwe kwa mazingatio, watu wayafanyie kazi yaliyomo. Ndio pale angalia mama Aisha anasimulia namna masahaba walivyoifanyia kazi Qur'ani mara walipokuwa wameisoma na kuisikia. Mama Aisha anasema hivi: inni wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i al-ansari ashaddu tasdiqan li kitabillahi wala imanan bil tanzili. Asema mimi wallahi, mama Aisha anasimulia. Hii ni hadithi imepokewa na Imamu Abu Daud. Hadithi hii ina mafunzo adhimu, tutaisimamia hii kidogo tuweze kuipanua, tuone yale maswali tulioulizana jana yanajibiwa na hadithi hii sahihi. Mama Aisha anasema wallahi, mimi sijaona wanawake waliokuwa bora kama wanawake wa Kiansari. Ameshangazwa na wenzao, watu ambao wamempokea bwana Mtume wamekuwa wanawake wanaonyesha tabia nzuri. Tabia gani? Anasema na sijaona watu wa kweli juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kama wanawake hao, wala sijaona watu wenye imani kali kama watu hao. Sasa hapa tutapata sababu za kukuza imani. Kisha anaendelea bwana Mtume mama Aisha anasema laqad unzilat suratan nuri waliyadribna bikumurihinna ala juyubihinna. Iliteremshwa siku moja suratun nuri, aya hii, aya ya hijab. Mwenyezi Mungu anasema na wateremshe wanawake shungi zao hadi vifuani mwao. Wateremshe hii ni shungi zao au hijabu zao mpaka juu ya vifua vyao. Mama Aisha anasemaje? Baada ya kupokewa aya hii, inqalaba rijaluhunna ilayhinna, wanaume waliposikia aya hii ikisomwa na bwana Mtume wakawageukia wake zao, wakaenda majumbani mwao. Huo usiku ambao imeteremka hiyo aya, inasimuliwa kwamba aya hii imeshuka usiku, wakateremka wanaume wananihii majumbani mwao, yatuluna alayhinna ma anzala Allahu ilayhim, wakiwasomea aya hii wake zao yale walioteremshiwa na Mola wao kutoka kupitia kwa bwana Mtume. Wakaenda wakawasomesha. Kisha Maisha anasema yatulu rajulu ala imraatihi wa banatihi, mwanamume akawa anamsomea mkewe na binti yake na dada yake. Ni aya inahusiana na wanawake, aya ya hijab. Kwa hiyo mwanamume baada ya kupokea amana kwa bwana Mtume hakuilaza kama amewakuta amelala au nini. Jamani, tayari imekuja amri ya hijab, tayari imekuja amri ya watu kujistiri. Mama Aisha anasimulia tena, naendelea, wakawa wamewaamsha au kuwaambia siku hiyo kila jamaa yake, mtu wa karibu katika wanawake, shangazi yake, binti ukhti yake, binti ibni wake, hakikisha leo hakukuchi ila aya hii imefika. Kisha mama Aisha akasema haikutokea mwanamke yoyote baada ya hapo isipokuwa kasimama kuelekea kwenye gauni lake, magauni waliokuwa kiavaa,
famaratna murutahunna, mazakna murutahunna, wakayachana magauni yao ya ziada, wakayageuza shungi za kuvaa katika vichwa vyao na kufunika. Asubuhi anasema Maisha, faasbahna waraa rasulillahi fi mu'tajazati kaanna fi ruusihinna alghirban, wakapambazukiwa kuingia msikitini kuswali na bwana mtume, wakaonekana vichwa vyao vimekuwa vyeusi kana vile kuna makunguru yaliyosimama juu ya vichwa vyao usiku huo mmoja jana. Ndio maana mama Aisha katika riwaya nyingine anasema rahimallahu nisaa almuhajirat alawwal, Mwenyezi Mungu anawasifia tena na wanawake muhajirina. Riwaya nyingine wanawake hawa anasema lamma nazalat ayat alhijab shaqaqna murutahunna, ilipoteremka aya hijab walikwenda kuchana magauni yao, kisha faktamarna biha, wakajipamba wakajifunika katika nani hiyo. Siku hiyo hiyo asubuhi yake wakaamka tayari wana maguo meusi wamevaa juu kama vile makunguru, kunguru ni weusi. Sasa Mwenyezi Mungu nani mtume nani mama Aisha anasema rahimallahu nisaa almuhajirin alawwal. Kwa nini wasirehemewe wakati Mwenyezi Mungu amesema fattabi'uhu la'allakum turhamun, huenda mkarehemewa. Rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka kwa watu hawa ambao walikuwa wameelewa manzila ya Qur'an, manzila ya amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke anasomewa na mumewe siku hiyo hiyo aya, anaamini hii ni aya Mwenyezi Mungu, anaifanyia kazi siku hiyo hiyo. Hii ndio sababu ya kupanda imani zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Sifa ya waumini ni wale akitajwa Mwenyezi Mungu basi nafsi zao zinasisimkwa, na wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu imani inazidi namna gani? Wanazifanyia kazi saa hiyo hiyo, hakuna hatihati. Unajua mishazoea mambo haya wake zetu hawa waliokuwa huko Afrika ni hivyo, hawa waliokuja huku manchi ya makafiri itakuwaje? Kazi nzito. Utaisoma aya hii kwa kila namna, lakini udhaifu wa imani umejengeka mpaka nyoyo zimegeuka sugu. Leo ni karne ya 14 hii tayari imeshakwisha, aya ya hijabu imeshuka. Ni wangapi katika wake zetu, dada zetu, mama zetu wanatekeleza aya hii? Bali imekuwa ni viroja, wanachekwa wale ambao wanajilazimisha na hijabu. Seuze hapa nchi ambazo ni za makafiri hizi, kule kwetu binti wa Kiislamu akivaa niqabu ni matusi, atapita atafanyiwa kila adha, ninja wao. Unaona istinza. Wale wengine madhaifu maskini siku ya pili wanavua, kama vile wanaume mnavyoona wakifanywa istiza, akivaa nguo fupi, nguo ambayo haivuki tindi ya miguu. Siku hizi kumezuka jina jipya kule wanaita double cabin, sio wanaita nini, magari yale ambayo yamenyanyuka juu, tairi zinakuwa chini, 4-wheel drive wanaita 4-wheel, ukipita 4-wheel. Unaona istiza. Ukiweka ndevu, angalia ndevu kafya jio nini kuweka uchafu yake. Maneno haya mambo ya bwana mtume leo ni uchafu, mtume kuweka ndevu leo ni uchafu, umegeuza uchafu. Ni nini? Dalili ya udhaifu wa dini, ndugu zangu wa imani. Kwa hiyo ninachosema, kuna njia nyingi za kurejesha imani zetu, lakini njia ambayo ni aula kutekelezwa ni sisi kuwasomesha watoto wetu, kizazi chetu Qur'an. Qur'ani ni kitu dynamic, kikianza kusomeshwa basi utakuta tayari maendeleo na mabadiliko. Gogoro la kwanza linalotukabili Waislamu ni kutokisoma kitabu hiki, kutoamini kwamba ndio mwongozo wetu wa maisha, kutoamini kwamba ndio njia itakayotukomboa, ndio njia itakayotupa njia sawasawa za kuweza kutafuta uchumi uliokuwa halali, kutafuta riziki za halali, kuweza kupambana na maadui wa Allah na kutuweka sisi katika nafasi nzuri. Kwa hiyo kwa haya machache ndugu zangu katika imani, na wahusieni itakuwa tena jawabu ya yale maswali kwamba udhaifu unaanza majumbani. Hatuisomeshi Qur'an. Ndio pale niliposema kwamba jamani, kwani hawa watoto wanaenda maskuli saa ngapi? Saa 3. Tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani, sisi ndio tuna masuhulia ya mwanzo wanaume. Ndio hii hadithi ya mama Aisha anasema ilikuwa wakipokea ujumbe wanaume ndio wanakuja kusomesha wanawake.
ina maana sisi tuna kawama. Kwa maana hiyo si masala ya kutoa chakula. Kawama ina tafsiri ndefu. Kawama tuliopewa ni sisi kusimamia malezi ndani ya majumba, pamoja na kwamba mtume anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa, lakini sisi ni mas'uli juu ya nyumba yetu. Kwa nini watoto hawakufuata dini? Sisi wa mwanzo kuulizwa. Kwa hiyo tusikae tukangojea mabadiliko yatakayoletwa na malaika kutoka mbinguni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hawabadilishi yaliyomo ndani ya watu mpaka wabadilishe nafsi zao. Huwezi mtu kalalama siku zote sema watoto wangu hawana adabu, wakienda shule za kitawaghuti wafundishwa matusi, na huku hakuna juhudi inafanyika ndani ya majumba. Ni lazima wewe mwanamume uhakikishe kwamba huyu mtoto unamdhibiti. Hii masala ya kutoa udhuru, mimi niko kazini yake, sina time, sina nini, ndio maana tutakuja kuona inshallah moja ya sababu ya udhaifu mkubwa wa Uislamu kutochagua wake wema wakati wa kuoa. Mtu anajiolelea kwa sababu ya uzuri, kama yale aliyosema bwana mtume, mambo mane ambayo watu hukimbilia kuolea, ima kwa mali ya mwanamke, nasaba yake, mwanawake sharifu huyu, mbwanyani sijui huyu, haya huyu mwingine sijui ana mzuri wa sura, kashinda sijui Miss Kenya, Miss Tanzania. Wako watu wao Waislamu kwa ajili hiyo. Unaoa moto katika nyumba. Ndio maana swala la kuchagua mchumba limekuwa muhimu katika Uislamu. Mtume anasema fadhfaru bidhati dini taribat yadak, oweni wenye dini, la sivyo mtadhalilika, mtaangamia. Na ndio sababu wake zetu wengi tunaona tunapoteza dini za watoto wetu, kwa sababu siku ya kuchagua wachumba hatukuchunga hilo, wengi wetu. Au si kweli jamani? Wengi wetu. Sasa tunakuja kuijua dini ukubwani, tayari mambo yashaharibika. Wewe utakuwa tayari umeijua haki, mke ni gogoro. Kuna kisa kimoja cha kuchekesha. Kijana mmoja ni mwalimu anafundisha dini, kafanya papara, kenda kaoa binti, hakuchunga dini maskini. Kumbe binti mwenyewe hata kuswali haswali, na ni kijana mashallah kajilazimisha na sunna. Sasa akimwamsha mkewe kuswali hataki kabisa. Kapelekwa vijijini kuswalisha huko, kwenda kuna nini kufanya da'wa na kufanya madarasa sehemu ambayo ni mke huyo kamuoa. Ndio amekaa naye mwaka mzima, amekataa kuswali paji lake raka moja kuiteremsha chini ya ardhi. Sasa ni mke wa namna gani huyo? Wengine huridhia, wakaona basi, ukimuuliza bwana unajua tunazaa naye bwana watoto 6 7. Kwa hivyo kama ikiwa unaona kwamba wewe uko katika matatizo haya, kwa nini unayo nafasi ambayo ndio msingi wa sharia ya Kiislamu wa sisi kufanya kheri, kuoa zaidi ya mke mmoja? Tafuta mwanamke mwenye dini, utaona atabadilika huyo, hataki. Kwa sababu utaingia wivu wa kike. Wewe utaonyesha mapenzi kwa yule na umueleze wazi, huyu nampenda sana kwa sababu yeye aswali, nampenda sana kwa sababu anavaa hijabu. Kwa hiyo wewe ukitaka upendo na mimi, geuka. Atabadilika. Tabia ya wanawake watafanya wivu, na yeye akiona mwenzia avaa nikabu, na yeye atakuagizia nikabu kutoka Arabuni, Saudia. Atavaa, atabadilika. Kwa hiyo hii ni moja ya njia ya kuleta nusra. Kama ikiwa hapana budi sasa mimi naogopa, unajua nikimwacha na nini, ni kheri pia sasa unasubiri kumlingania. Maana kuacha sio solution ya haraka. Mtafute njia nyingine. Njia mojawapo ni wewe kumlazimisha ikiwezekana, au kumshurutisha kusoma madarasa ya dini, ikiwezekana kumleta mwalimu nyumbani katika misingi ya dini akamsomesha. Na njia nyingine ni wewe kuoa mke wa dini. Hii njia shortcut wanasema waliojaribu. Atageuka huyo, ataka. Kwa hiyo msiogope masala kama haya, kwa sababu watu wengine wanaogopa riziki kiasi ambacho hata mke mmoja ogopa kuoa. Hapana, masala ya riziki tayari yashaandikwa kwa Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Uweni yale ambayo Mwenyezi Mungu mnawapenda katika wanawake, 2 3 hadi 4. Wanachuoni walio wengi wanasema al-aslu fi ziwaji ta'addudi. Asli ya kuoa ni kwamba mtu aoe zaidi ya mke mmoja. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani haikutaja mke mmoja tu. Uweni katika mnawapenda 2 3 4. Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida. Mkiogopa kufanya uadilifu basi ndio muoe mke. Kwa hiyo nyewe wenye wake mmoja wote nyewe mjioga, wanasema khawafina. Unaona al-aslu kuwa, na hasa ilivyo jamani katika madata zinazotolewa na vyombo vya habari pamoja na mashirika ya ulimwengu. Unaona wanatuambia wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo hawa wanatakiwa kusikiliwa.
kama tutaweka ratio ya 1:1, kuna watatu siku zote watakosa waume, nani atawastiri na kuhifadhi? Kwa hiyo hawa wastiriwe, na nyinyi mliosoma dini ni aula, mlioijua dini ni aula, kwa sababu nyinyi mkiwao hawa ndio mtapatikana kizazi kilichokuwa kizuri. Kwa nini? Kwa sababu mtakuwa mnachunga dini. Kwa haya machache yakulu kauli hadha, wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nimeambiwa kuna nafasi ya maswali dakika 10, unaweza kuuliza. Naam. Mtu akiwa nacho aseme, tusifanye wasiwasi, tuko hapa ndugu sote watu pamoja. Au kuna wanawake huko nyuma? Sasa mtaogopa bwana. Mambo ya dini hayaogopa. Wao pia watapata faida. Isiwe ugomvi basi tanbia kina mama huko kasaiji shekhe limetoka huko kuja kutuletea balaa. Tusiwe na wivu kiasi hicho. Unaona, haya yote mambo ya kheri, mambo ya dini. Unaona, masuala ya mtu kuolelewa na mke mwenza ni wivu wa kibinadamu unatokea, lakini baadaye watu wakishaishi kwa wema watakuta ni mambo mazuri tu ya kheri. Naam. Msaha gani utatoa shekhe ikiwa mwanamke ni mwema na bwana akawa ndo mkorofi yani? Masala ya ni kweli hili linaweza likatokea, bali yanatokea hivi sasa kwa hakika, kwamba mwanamke anakuwa ni mwema na ni mume anakuwa mwovu mbaya. Msingi wa maovu kwa hali yoyote ni kwamba tunatakiwa tuyaondoe kwa kadiri inavyowezekana. Hii masala ya man raa minkum munkara, sio kwamba siku zote maovu yanaondolewa kwa nguvu. Kwa mujibu wa hadithi nyingine, mtume tumeona akiondoa maovu kwa nasaha. Mfano mzuri ni yule bedui aliyeingia msikitini akaenda haja ndogo. Masahaba kwa sababu wamelelewa kuondoa munkari kwa nguvu, wakainuka wataka kummaliza yule, kumpiga. Mtume akamwambia mwacheni. Kweli wakamwacha yule bwana, akakidhi haja yake. Bedui maskini hajui kwamba msikiti ni mahala pa kuheshimiwa, isigeuzwe choo. Kaja akaingia kamaliza shughuli zake. Mtume baada ya kuwahusia subira wale, kamwita yule bwana, kampa nasaha kwa njia nzuri. Jua bwana, hapa ni msikiti wa Mwenyezi Mungu, mahala pa kudhukuriwa na kufanywa ibada, haifai hapa kufanya uchafu, kufanya najisi. Unaona, kwa hiyo usirudie kitu kama hiki. Yule bwana kafurahi mno, akaona tofauti baina ya rahma ya bwana mtume na ukali wa masahaba. Akaomba dua pia ya kibedui, Allahumma arham Muhammada wala tarham ghayrahu. Mwenyezi Mungu mrehemu Muhammadi, usimrehemu mwingine yote zaidi yake. Hajui maskini. Kwa hiyo hapa tunajifunza njia nyingine ambayo ni ya upole kwa mtu jahili. Wanasema mtu ambaye hajui. Inawezekana mwanamume au mwanamke ikawa anafanya munkari kwa kutojua. Unaona, kwa hiyo mtu kama akiwa jahili siku zote anafanywa upole. Ndio dini yetu imetufundisha hivyo. Janibul lini inatakiwa iwe ya mwanzo, upande wa upole unatakiwa wa mwanzo katika da'wa. Kwa hiyo kama ikiwa mwanamume ni mwenye kufanya munkarati, mwanamke ni mtu mwema, amnasihi mume wake kadiri inavyowezekana. Lau kama imeshindikana kabisa, imepelekea maovu yale kumfanya yule mwanamke ashindwe kufanya ibada, bali kuweza kumtoa katika imani akaogopea hilo, kuna njia tutakuja kuona inshallah katika haki za wanawake. Katika muhadhara mmoja wapo tutazungumza kwamba yeye anaweza akataka khul'u, mukhalaa, kuachwa na huyo mwanamume ili kulinda dini yake na wanawe. Nafikia hatua namna hiyo. Kuna stage nyingi zinapita mpaka watu kuachana. Kama ikiwa ni mwanamke mwenye kufanya maovu, unaona kuna namna ya kumnasihi, kumpa mauidha. Akikataa kuna kumtenga kwenye kitanda, akikataa kuna kipigo kisichoumiza. Unaona, akikataa kuna sulhu inafanyika, upande wa mwanamke aletwe mwanamume mmoja na upande wa mwanamume mtu mmoja, hakim, waweze kuzungumzia matatizo yaliyopo. Akikataa ndio talaka. Tena pia talaka imetakiwa itolewe katika hali maalum, si tu iangaliwe mwanamke yuko katika tahara. Ili nini? Kuvuta subra,
angalau labda kuweza kupatikana sulhu, na sulhu khairi. Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu hapendi watu waachane, hapendi watu watengane, kwa sababu mtengano ni muovu, ni jambo baya siku zote. Kukutanika ni kitu kizuri. Nyie mnaona zile broken families zilizosababisha watu kutengana, watoto wanapata athari mbaya. Nyumba ambayo haina mlezi mwanamume, watoto ni nadra kupata watoto wenye tabia nzuri. Angalieni nyinyi baadhi yenu tu wake zenu mmewaacha huko, mna wasiwasi na watoto. Kwa nini? Kwa sababu mna wasiwasi, hakuna mtu wa kuchunga wale watoto. Baadhi yenu. Kwa nini? Mwanamke anaweza akawa na upande wa ulaini zaidi. Kuna ndio ilivyo tabia, wanawake wanakuwa na ulaini kuliko wanaume. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaruzuku jisauti la kutisha ili waweze kudhibiti nyumba. Ndio maana mtoto mara nyingi akiamrishwa na mama anapuuza, lakini akiambiwa na baba anafanya. Mara nyingi watoto wanaogopa wanaume kuliko nini. Tayari Mungu kaumba, jambo la maumbile hili. Lakini inawezekana ikatokea kinyume chake, ikawa wewe mwanamume hukubaliki mbele ya watoto, mwanamke ndio inatokea. Lakini sasa hii masala ya kawama imeondoka. Mwanamume anatakiwa awe na kawama, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema rijalu qawwamuna ala nisa. Naam. Ndio sasa. Katika hijabu ya kisheria, mwanamke yani ikiwa kavaa hijabu ya kisheria analazimika kufunika uso, au ikiwa ataonekana vitangele hivi vya mkono tu na uso kwa wazi, inafaa ama ni lazima afunike na uso? Naam. Wanachuoni wanakhtilafiana juu ya hijabu, kaifia ya hijabu. Wanakubaliana wote kwamba mwili mzima ufunikwe, isipokuwa wanakhtilafiana juu ya viganja vya mkono na uso. Wanakhtilafiana juu ya viganja vya uso na mkono. Kuna wanaosema vyote vifunikwe, bali wengine wamekwenda extreme zaidi mpaka sauti ya mwanamke wanasema ni utupu. Haifai mwanamke kusema mbele ya wanaume. Ila tu tunachokubaliana kwamba mwanamke haruhusiwi kuzungumza sauti ya kujilainisha mbele ya wanaume, kama walivyoagizishiwa wake za Mtume katika Qur'an. Kwa hiyo asirembeshe sauti yake kuonyesha ujanajike wake. Azungumze sauti ambayo ikiwa mbele ya wanaume, sauti kama ikiwa kuna dharura na haja azungumze, lakini si katika kama vile anavyozungumza na mumewe akiwa nyumbani. Ni vitu tofauti. Kuna wanaosema kwamba mwanamke ni lazima afunike uso, na akifunua uso basi mkosa. Na kuna wanaosema afunue uso na mkono ni katika vitu ambavyo vinadhihiri, illa ma dhahara minha. Wamefasiri kwamba ni uso na hawa wametegemea hadithi na hadithi. Lakini sasa katika kufuatilia kauli yenye nguvu, kuna hadithi ya kisatul ifki ambacho mama Aisha alisingiziwa kwamba kafanya zinaa wakati alipoachwa na Mtume katika msafara wa jihadi. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari. Mwenyewe mama Aisha anaelezea kisa cha ifki kilivyoanza kutokea, kwamba yeye aliachwa na msafara, alikwenda haja, akaangusha kidani chake, akawa anatafuta. Msafara ulipoondoka ilikuwa ni usiku, yeye akaachwa huko. Na ilikuwa ile ngamia wao wale wanawake wametengenezewa kikoji wanaita, yani kama vitanda juu ambavyo wanakaa wale wanawake hawaonekani. Kwa hiyo wale masahaba walipochukua ule msafara wakadhania mama yuko juu Aisha, kumbe kasahauliwa. Mtume baada ya kufika mbele huko kutafuta habari za mama Aisha kagundua hayupo. Kwa hiyo ikawa kwamba kasahauliwa huko. Sasa mama Aisha mwenyewe anasimulia kuelezea yule kijana ambaye amekuja pale, anasema ilikuwa ananijua, yani akasema hakunijua mimi uso wangu, lakini kabla ya kushuka kwa aya ya hijabu alikuwa ananijua, lakini baada ya kushuka kwa hijabu hakunijua, kuonyesha kwamba mama Aisha alijifunika uso, kwa sababu yule kijana aliyekwenda pale alikuwa ni ajnabi kwake, kwa hiyo akajifunika uso. Hivyo hivyo dalili nyingine ambayo pia ina nguvu, kwamba ilikuwa mama Aisha anasimulia wakeze Mtume na wanawake wa masahaba wakienda kuhiji wanafunua nyuso zao wakiwa wako peke yao, lakini pindipo wakija wanaume wakipishana nao basi hufunika uso. Hizi wanachuoni wanaosema kwamba uso unatakiwa ufunike wamezitumia kama ni hadithi zenye nguvu zenye kufasiri waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Sasa wanasema hata ukifasiri literally kwamba kufunika
mpaka juu ya kifua, itakuwa ni masala ya nguo imetoka huku kaiangusha mpaka hapa juu ya kifua. Ala kuli hali masala ya ikhtilafu baina wanachuoni mpaka leo. Mtu katika wanachuoni ambao wameona kwamba uso si lazima kufunikwa, pamoja na yeye anasema mimi wake zangu nawafunika, lakini si lazima. Sheikh Nasruddin Albani na kitabu chake mashuhuri cha hijabu ameelezea ahadithi ambazo zinaonyesha kwamba inafaa, pamoja na kwamba naye pia akajibiwa na hadithi nyingine ambazo amezitumia. Mfano, mwanamke ambaye zama za mtume alikwenda kuswali Idi akachangisha mtume. Sasa yule rawi wa hadithi anasema kuna mwanamke mmoja akamuuliza mtume baada ya mtume kuwaidhi wale wanawake kwamba wataingia wengi motoni. Kwa sababu gani? Kaeleza baada ya kuulizwa swali na mwanamke, lima ya Rasulullah, kwa nini tutaingia motoni kwa wingi? Sasa rawi wa hadithi anamsifia yule mwanamke kwamba alikuwa mashavu yake ni meusi, kwamba ni dalili ya kwamba alikuwa ni mtu mweusi huyo mwanamke wa kisahaba. Kwa hiyo aliyajuaje mashavu yake meusi? Kwamba aliona uso wake. Kwa hiyo anasema ni dalili kuonyesha uso ulikuwa wazi. Lakini pia yajibiwa, mtashangaa hiyo hadithi, si kwamba yajibiwa yakataliwa. Wanasema haya maneno ya mwanamke mwenye mashavu meusi ni sifa. Huyu mwanamke Madina alikuwa kijulikana kwa sifa hiyo. Kabla ya kushuka kwa aya ya hijabu ilikuwa wanawake watakitu watembea vichwa uso wazi. Baada ya kuja ndani ya hijabu alijulikana yule mwanamke kwa sauti yake. Mara nyingine mtu amjua kwa sauti, si simu unajua mtu huyu ni Muhammad huyu, humuoni. Kwa hiyo pia imejibiwa hii. Lakini sasa inaonekana kauli hii iliyokuweko ndani ya Bukhari mkifuatilia ya Mama Aisha ni moja katika hoja zenye nguvu juu ya hilo, na kwa hakika ni kitu ambacho kinastara, kwa sababu hata yeye Sheikh Albani alipozungumza sema mimi wake zangu na watoto zangu wa kike wote wanavaa niqab, kwa maana anafunika nyuso, sababu ni inaepusha shari na fitna kwa kiasi kubwa, kwa sababu anasema asli ya fitna inaanza usoni. Asli ya fitna inaanza usoni. Sasa mwanamke ikiwa kaanza kuonekana uso wake, ndio unaanza kuvutia mtu, kaanza salamu kisha kalamu kisha nini na mauidi na nini na kila kitu, balaa inakwenda kutokea. Lakini sasa mwanamke ambaye ni mcha Mungu, hata kama ikiwa ana rai ya kutofunika uso, hawezi kujipeleka mbele ya hadhara jiuso akalitoa hivi. Kule kwetu sijui kama Mombasa yapo haya, kuna ufunikaji wa uso unaita kizoro. Kizoro ni lile baibui, kule kwetu Tanga tunaita ukaya. Sijui kwa Mombasa na watu wa Kenya mnahitaji. Ile baibui la kwetu la Kiswahili hili, sio haya ya Arabuni yaloingia. Kunakuwa na kizuizui kule tunaita ukaya. Ukweli hili ukaya ni neno la Kiarabu, wiqaya, kitu cha kukinga. Kwa hivyo cha kinga nini? Kichogo huko. Kwa nini wazee wa zamani walitengeneza baibui lina kizuizui? Sio inaita kizuizui. Kwa hivyo kwa zuiwa nini? Tuna shida ya kichogo sisi wanaume. Ilikuwa nkuzuia uso. Sasa ilikuwa ukweli mabibi zetu natusimulia, ilikuwa zamani wanawake wa Kishafii wakifunika nyuso. Lakini kaenda sasa wakawa kafikia stage ya pili, wakawa wanafunika kizoro. Kizoro nini? Ni ule ushungi au hicho kizuizui si mnaita ukaya, wapitishwa hapa kwenye pua mpaka hapa. Ikawa mtu hapa baina ya paji na macho yako wazi. Si mnashuhudia jamani haya? Halafu stage ya mwisho ya kuondoka hijabu hiyo ni watu kufunika mitandio au baibui likawa limefungwa hapa, uso uko wazi. Stage ya 3 ya kuondoka hijabu. Stage ya 4 lavaa baibui lavaliwa kifua wazi. Stage ya 5 baibui lenyewe transparent. Stage ya 6 mabaibui niliyoona kutoka Mombasa yaletu, yafungwa uzi mmoja tu hapa, uzi tu, halafu nguo yote yaonekana. Kwa hiyo mtu anakuwa nguo yake yaonekana, baibui trans. Namna sasa imegeuka hii baibui abaya ni kitu kama fashion imeingia. Lakini walillahi alhamdu, watoto wa kike wengi baada ya kuelewa mambo haya, dhahira ya hijabu na niqabu imeanza kudhihiri. Sisi tunaona, tunashuhudia kama kwetu mjini Tanga, utashangaa wanawake wengi utapishana nao njiani wamefunika nyuso. Kwa nini? Juhudi za da'wa. Na kuna watoto wa kike humu, nasikia mimi baadhi yenu mnanieleza wanawake wa kizungu waliosilimu nyuso zao hazionekani
katikati ya New York atembea kafunika uso, na huku si kuna freedom of speech, si freedom of nini. Kwa hiyo mtu hamuingilii, na akitukano kwa vazi lake za kumshtaki mtu. Unajua wanawake wana nguvu, akisema huyu kanidhalilisha, basi waweza ukatiwa ndani. Kwa hiyo ni jambo la dini na imani, si masala ya nguo tu mtu avaa. Ndio Mwenyezi Mungu asema libasu taqwa ndio khairi, vazi la uchamungu hili likisha moyo ukivishwa vazi la uchamungu, basi vitu vyote vitakuja vizuri tu. Naam shekhi. Mara nyingi huwa tuna mjadala aina nyingi sana kwa mashekhe tofauti wanakuja, na tunapata hasara kubwa sana kuona kwamba sisi hatuwa involve wanawake wetu kuja kusikiza darasa sana. Tuna shime ya kuwapeleka kwenye harusi kuliko kwenye darasa. Sasa tutakuwa na jukumu mbele na Mwenyezi Mungu au vipi? Na shaka kwa mazungumzo ya leo tumeona masuhulia makubwa yako ndani ya nyumba ni mwanamume. Kama ikiwa wanaume wa masahaba pindipo wakisikia aya mbio wakimbilia majumbani, ina maana sisi ndio sababu ya kuvunjika na kutengenea nyumba. Tusiwe na lawama ya wanawake, lakini ukweli sisi ndio sababu. Kwamba ikiwa wewe mwanamume umefikia hatua kwamba mwanamkeo kwenda kumwachia kushiriki kwenye maharusi ya kitawuti, na ukacha kumshirikisha katika shughuli za khairi kama hizi za dini, inaonyesha udhaifu uko kwako. Wewe una uwezo wa kuzuia. Ndio sharia ya Kiislamu. Tutaona inshallah katika muhadhara wa haki za wanawake na wanaume kwamba mwanamke anatakiwa mtii mumewe. Wewe ukiona kwamba harusi na munkarati unakataa, mimi sikubali, usiende. Sasa iwe wewe umekataza na mwanamke enda, wewe ni rijali tena shekhi, umegeuka haya sasa, an-nisaa qawwamati 'ala ar-rijali. Sasa ujirekebishe wewe, itakuwa gogoro. Nasema msingi wa gogoro ni sisi wanaume, sababu sisi ndio tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah. Naam. Bisha kuhusu wale watu walioacha wake zao kwa kipindi kirefu, wamewaacha wamesafiri kwa sababu mbalimbali. Vitu yao Saidi ni mapatano bwana. Masala ya mtu kuondoka nyumbani akaenda mbali, mapatano. Kama ikiwa mkeo karidhia, hamna tatizo, hata ukikaa miaka 40. Lakini mke kama hakuridhia, tutaona inshallah katika haki za ndoa, hakuridhia, umeondoka kwa nguvu, ana haki ya kuachwa na kuachishwa au kumwacha. Tutakuja kuona kuna kitu khul'u. Unaona, ni kadhi anampa muda maalumu, anakuandikia barua, wewe bwana, wewe mkeo akutaka uje haraka, kwa hiyo unapewa muda maalumu. Kama hukuja, basi mkeo atakuacha. Pia wana haki ya kutoa talaka maalumu, lakini apitia kwa nani? Kwa kadhi. Sababu mwanamke jamani, sikula tu, sikae na wake zenu wako Kenya Tanzania huku mwapeleka mapaundi tu masaa, mke wangu hana neno bwana. Mnajua haki za ndoa jamani katika Uislamu. Moja katika haki ni istimtaa, tutakuja kuona, ustareheshwe. Sasa wewe umekaa miaka yote wapuuza jambo hilo bwana. Lazima ulifikirie hili katika haki zake katika Uislamu mwanamke amepewa. Kama yeye mwenyewe ameamua kusubiri na amejihifadhi kulinda nyumba yake na heshima ya mumewe, hamna neno. Bwana mume wangu, maisha ya huko yameshakuwa matatizo, nenda katafute riziki huko ya halali. Au utakaa miaka mingapi? Miaka 2. Weza subiri, ndio. Mara nyingine weza ukasema subiri, ukaenda mwanamke kashindwa kusubiri. Ukifika ukuta kuna watoto 2 wameongezeka. Na hili la kuongezeka, angalia sharia ya Kiislamu ilivyotunza haki za watoto. Kama hukukanusha ni wanao. Kama hukukanusha, umekwenda umekuta watoto 2, mmoja sio mweusi, mmoja mweupe, mmoja sio ana nywele za singa, mmoja kokoto. Maadamu hukukanusha ni wanao. Kama waitwa Abdallah ni fulani bin Abdallah. Ukisema wakanusha, sharia inakukubalia, unafanywa mulaana na mnatenganishwa, na watoto watanasibishwa na nani? Na mwanamke. Lakini ukenda watoto wa nani? Wako hawa. Na wewe ukamezea, umewashika wabusu, mashaallah watoto wazuri wako kweli, maneno kisha.
Unaona, ukikanusha sheria imekupa haki, lakini hatimaye mwatenganishwa. Kuna wengine wanaona mimi sitaki kutenganishwa, mke wangu huyu nampenda. Watoto wa nani? wangu hawa. Sheria ya ruhusu katika kulinda haki za watoto. Tutayaona hayo inshallah katika muhadhara wa ndoa. Haki za ndoa kwa wanawake ni mambo muhimu kwa katika jamii zetu kama hizi tunazoishi. Naam. Kuna maneno yazungumzwa hapa sana. Maana kuna ndugu zetu walikuwa wanafanya kazi Saudia, wakaja huku. Sasa kuja huku wakaona mambo, manake hapa kikweli yani wamependelea ni kifedha kusema ukweli. Na kuna mambo mengine wasema kweli hapa kuna haki. Yaani sijafahamu swali lako. Yaani wamependelea. Ndio naogopa tuseme mbali, haya maneno ya mwanzo sijafahamu. Nakwambia kuna ndugu zetu walikuwa wanafanya kazi Saudia. Wakaja kukaa huko. Sasa na hijra yenyewe kama kweli sisi wengi wetu hapa hijra tunafanya si hijra kueneza dini. Hijra yetu hapa kutafuta mali, maisha, dunia. Na ambapo kweli inapotakana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra ni kwa sababu ya Allah. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. kila amali na nia, mtu atahukumiwa kutokana na nia. Sasa mbali na hayo, watu kufika hapa huwa wasema fadhali na wazungu bwana kuliko wale Waarabu bwana. Hao bwana wallahi wataingia peponi hao. Watu wasahau kama wale ndugu zetu Waislamu mbali kwa wale wanaotokana na pale wasema kule kusifa dhulumiwa kama hivyo. Sasa hukumu yao nini? Huo ndio katika haya tuliyozungumza leo, ni masala ya udhaifu wa imani. Hawezi mtu kusema kafiri ataingia peponi. Si itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hata kafiri afanye mema namna gani, maadamu ameondoka duniani hana imani ya Mwenyezi Mungu na mtume, aya nyingi katika Qur'ani zinathibitisha kuingia wao motoni. Na ndio farku baina ya imani na kufuru. Hawezi mtu eti kwa sababu ya mema yake anayofanya duniani, kama kule kwetu wanakuja makafiri wakajenga mahospitali kama vile nimezungumza habari ya hospitali ya KSMC inatoa huduma kwa Uislamu. Vijana wengi na wazee kutoka Kenya wanakuja kutibiwa pale KSMC Moshi, wanapona. Lakini pamoja na yote wanayofanya, Mwenyezi Mungu anasema amaluhum kasarabin biqi'a, matendo yao yatakuwa kama mirage, kila wanapoisogelea inawakimbia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu hakuwaandikia thawabu, watalipwa hapa hapa duniani. Sasa hatukatai kuna mema. Hata mimi tangu jana nazungumza na wenzangu hapa wakinielezea habari za hawa wazungu, tabia zao. Kwa mfano tabia moja nzuri ambayo wanayo, masala ya keep appointment, kwamba Waingereza hasa kwambia bwana tuonane saa 2 na hakuna jambo ambalo watalichukia kama wewe kuja saa 3 au saa 4 au kuacha kuja. Nafikiri mnathibitisha haya mambo. Ndio kule kwetu kwa ile itikadi ya kwamba wazungu ni watu wa kunani, ukiekeana naye ahadi mtu kwambia bwana English time bwana sio time ya Kiswahili bwana, na Waswahili sio Waislamu jamani. Sasa kweli Uislamu umezungumza kwamba watu wakhalifu mau'id, si sifa ya wanafiki. Mtume akasema nitatu, mmoja wapo idha wa'ada khalaf. Sasa iweje leo hii sifa wamebebeshwa makafiri? Ni watu waliishi na Waislamu mababu zao wakayaona wakaendeleza haya, na sisi tukajua na makafiri tukachukua mabaya tukayaacha mema yetu, tukawa mu'jabina, tukapendezwa na yale maovu tukayavaa. Kwa hiyo haifikii mtu daraja ya kusema kwamba eti kutokana na mema haya machache, kwa sababu haya lazima tuyaite machache madogo, kwa sababu neema ya mwanadamu ni mtu kuwa ni mu'min. Ndio pale Mwenyezi Mungu anatuambia tushukuru Mola wetu, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumshukuru Mola, tumhimidi kwa yeye kutuongoza katika dini hii. Mtu hata afanye mema namna gani yanakwenda arijojo, hayakubaliwi, yatabaki ni habaa manthura. Kwa hiyo haya matatizo ya uchache wa imani ambayo pia ni darasa tutakuja kutoa muhadhara. Moja ya sababu ya kudhoofika imani ni kutokuwa na elimu shar'i, elimu ya dini, elimu ya sharia.
kama mtu huna dini, huna elimu ya sharia, huna dira. Ni kama vile jahazi limekosa nahodha. Unaona, unakuwa huna nuru ya kujua hili nzuri na hili baya. Ndio pale unakuwa mizani yako sasa imekuwa imbalance, haiwezi kuamua hili lipi zuri. Unakuwa lile la dhahiri unaliona nzuri, waliona nzuri, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni baya. Na mambo mengi yamekuwa mukallab, yamegeuzwa. Tabia ya wanadamu leo, yale maovu ndio yaona mazuri na yale ambayo mema wanaona mabaya. Leo imekwenda mtu yule mwenye kuweka ahadi ndio anaonekana mtu mbaya, yule mkweli ndio anaonekana mbaya. Nakumbuka kuna kisa moja, mtu mmoja kaokota pesa milioni 1, tena bwana mkafiri. Lakini sikiliza sasa nini tukio lilofanyika. Wameandika kwenye magazeti, yule bwana alikuwa ni fundi viatu, ni fundi au kupiga polish, kafiri. Kaja mtu na mfuko wake wa pesa akausahau pale, huyo kaondoka, hakurudi tena. Yule bwana kalelewa katika amana, wala si Muislamu. Kenda kapeleka polisi, ukatangazwa yule mfuko, halafu ikatolewa kwenye vyombo vya habari, kasifiwa sana. Yule bwana alipokuja kataka ampe sijui laki ngapi, yule kakataa. Angalia, mtu amelelewa katika amana, wala si Muislamu. Sasa nisikilizie Waislamu waliosoma hizo habari, si jamaa mpumbavu huyu. Wewe utasajirika lini wewe namna hii? Mpumbavu mkubwa huyu. Nini? Mizani zishageuka. Yule mwenye kushika amana ndio anaonekana. Sasa mtu aweza akachukia mambo ya Saudia na Waarabu. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna hima ya dini. Eti mtu asa bwana nchi gani saa zote salu wafukuzwa na fimbo kama nani bwana. Lakini hapa bwana huko feel free bwana hapa wewe hakuna mtu anayekuuliza. Sasa mwanadamu gani ambaye ataishi huru kiasi hicho? Hata hapa jamani hakuna uhuru namna hiyo bwana, kwamba eti kuna uhuru wa kila kitu. Uongo. Kuna mambo ambayo yana mipaka, bali mambo yote yana mipaka. Si hapa pia wanasema kuna freedom of speech, ni hapo nani hii tunaenda hapo speakers corner. Lakini maneno ya speakers corner ndio ukayaseme mahala tofauti, lazima utaulizwa kwa nini umesema, mfanyaji. Kwa hiyo ni masala kama hadaa tu kwamba eti sisi nchi yetu ina freedom of speech ina nini, lakini watu wangapi wametiwa ndani dhulma. Kwa nini? Kwa sababu ya Uislamu wao katika nchi za makafiri. Kuna watu wametiwa ndani kisa wana ndevu, kuna watu wametiwa ndani kisa wamekutwa na makaratasi ya Uislamu ya jihadi. Unaona, ambao hawa ni terrorist, kwa nini wanazungumza jihadi au wapi? Uhuru huu ni kwa wao, wamejipa wenyewe. Si mnaona haya mambo ya demokrasi, na wapeni mfano wa Nigeria, Algeria. Furu demokrasi, sisi wamepata kura. Furu demokrasi. Je, ni nchi gani zilikataa utawala wa fisi? Si nchi za magharibi. Si ndio hizi zinazotaka demokrasi? Jumuiya hii ni chama cha Kiislamu kimeshinda kwa kupitia demokrasi kura, na ilikuwa matangazo yashatangazwa kwamba hawa wameshinda. Lakini je, waliruhusiwa kutawala? Kaletwa mtu mtawala kutoka nje mwa Algeria, kaambia nenda bwana pindua, break down hao wote fundamentalist hao, kiwapa nafasi hao wataua demokrasi. Wametoa hoja namna hiyo. Kwa hiyo si kweli masala ya kutolelewa katika misingi ya imani, na mtu hawezi kufikia hatua kuwa na furaha na watu hawa kiasi ambacho kuweza hata kusema ni watu wa peponi. Kwa hakika hii ni dalili ya udhaifu mkubwa wa imani, na inshallah tutakuja zungumza pia katika muhadhara mmoja hukumu ya kugura katika miji kama hii katika Uislamu na masharti ya kukaa katika nchi hii, ili muweze kupata mwangaza. Pengine mshawahi kuelezewa, lakini katika kukumbushana mambo haya. Naam. Kidogo katika hoja hii kuhusu masala al-mawdu vijana, Sheikh bin Baz rahimahullah anasema Muislamu yote ataitakidi katika imani yake kwamba minhaji ya kafir ni bora kuliko minhaji ya Kiislamu, kwa huwa kafir. Ndio hii kaisema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab katika kitabu chake kinaitwa Nawaqidul Islam. Nafikiri kishabu kimefasiriwa, na alhamdulillah mimi nilifanya darasa hilo kule Tanga, na yametiwa katika kanda za video pamoja na audio. Katika Nawaqidul Islam, mtu kufurahishwa katika vitanguzi vya Uislamu, kufurahishwa na ukafiri wa makafiri. Unaona, inakuwa ni kama vile uletangukwa na udhu. Ni sawa kwamba wewe umetoka katika Uislamu. Kwa hakika kuna mambo mengi yanawatoa watu katika mila, lakini watu wabaki wanaitwa majina Abdallah na Muhammad tu, lakini washatoka katika Uislamu. Bali mtu aweza akafanya stiza pia katika kufanya mzaha na dini ya Mwenyezi Mungu,
na kumfanyia mzaha Mwenyezi Mungu na mtume pia katika sababu za nini, za kuwa ni kafiri. Unaona, haya mambo pia yatakatuwalee watu katika misingi hii, waelewe, wasifanye mchezo na dini ya Mwenyezi Mungu. Kisa mtu kaja hapa kaona eti kuna kheri fulani za kimada material, basi anaona ndo kafika. Hakuna kitu. Mtu ambaye amebeba imani, kama anakuja hapa anajua nimekuja kwa dharura fulani, maisha yake anafikiria na kurudi nyumbani kwake au kwa ndugu zake Waislamu. Si mahala mtu akawa amefika hapa ndo nimefika hapa ateremsha nanga zote. Lazima nia zibadilishwe jambo. Kama mtu alifikiria kuja hapa kwa ajili ya dunia, aondoe abadilishe nia yake kwamba mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Allah, kuinusuru dini, kunusuru familia, kwa ajili ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi itakuwa makubuli tendo lake, kama tulivyoona kwamba katika jumla ya sababu za kukubaliwa matendo ni ikhlasi na matendo mema. Nafikiri anatosha. Haya pia masala ya ikhtilafu baina ya wanachuoni, kwa sababu ana kisa cha Abdullah ibn Abbas. Nakumbuka Abdullah ibn Umar kwamba alipokwenda Azerbaijan aliswali miezi 8 tafsiri, wanasema alikasiri. Kwa hiyo kuna wanaosema kwamba maadamu wewe uko katika hali ya safari, basi unaweza ukafanya kasri. Naona, lakini kauli hii pia wanachuoni wengine wanaikataa, kwa sababu sasa anasema itatufanya sisi tuswali swala za jamaa, tusema kila mmoja fanya kasri kwake nyumbani, maana umekwisha. Yani wanasema ni kauli marjuh, ili kuwa bora mtu akikaa mahala unaona mukimu, basi atimize swala kama hivi tunavyofanya, tunaswali swala za pamoja kwa kutimiza. Ni masala ya ikhtilafu wanachuoni. Yani mtu atakuwa vipi sheria yamruhusu mtu kuswali swala kasr akiwa yeye anasema yeye ni msafiri, na hali ya kuwa alipokea kama mwananchi wa nchi hii, yani haki zote anazopata ni kama raia. Masala ya pesa zile, kama ana kazi wapewa pesa, nyumba walipiwa, je kama raia wa nchi hii? Ndio hizi shubha tunazosema. Ndio hapa napozidi kusema kwamba mtu ambaye ameamua kuishi hapa na kuleta familia yake, basi anageuka kuwa ni mukimu, sio msafiri. Unaona kwa sababu sasa mfano wewe umekaa hapa, msafiri mwezi wa Ramadhani ameruhusiwa kuacha kufunga. Kwa hivyo kama wewe utasema ni msafiri na umeacha kufunga Ramadhani, utakuja ifunga lini kuikidhi? Na wewe bado waishi hapa. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni mtu akishakuwa ameamua kuishi. Ndio wengine wameweka hadi ya siku 3 tu, baadhi wanachuona sasa siku 3, baada ya hapo wewe utageuka kuwa mukimu. Ni masala ya mtu mwenyewe, nafsi yake na jinsi anavyojiangalia. mimi ni mpita njia, kama ni mpita njia, basi hawa wanaosema yafaa kasri hata ikiwa mwaka mmoja, moyo wake haujatulia saa zote, yajua mimi ni mtu wa kuondoka wakati wote. Lakini kuna wengine wanafika mahala nafsi zao ndio zimetulia, atia nanga kabisa. Kimwambia habari ya kurudi, mimi sina habari nako huko tena. Wako vijana namna hii tulikuwa nao Arabuni, waliishi Tanzania, wakaja pamoja na watu wazima wengine. Walipofika Saudia, fikra ya kurudi Tanzania ikawa imeondoka kabisa. Jamaa wana asili za Kiarabu, wengine wa Yemen. Sasa mimi kama nkurudi kwetu na hii Yemen, lakini swala la kurudi mfano Tanzania akawa hana. Kwa hiyo anaishi pale kama mukimu, kaleta watoto wake na wanaye wanasoma primary school, secondary school, anaishi kabisa, pamoja na kwamba kweli nini serikali na mhesabu ni mgeni, lakini yeye mwenyewe nafsi yake ndo anaijua. Naam, labda swali la mwisho Sheikh. Kwa nia ya kusafiri. Ndio swali la tafsiri, anasema kama umepanga safari. Wiki zao. Kwanza Mtume alianza kufanya tafsiri baada ya kuondoka Madina. Unaona tafsiri alifanya baada ya kuondoka Madina, pamoja na kwamba kuna rai inasema mtu siku ile ya kuondoka anaweza kaanzia nyumbani, lakini khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokwenda hija alianza kufanya kasri baada ya kutoka mji wa Madina. Kwa hiyo ilikuwa bora ni kuswali wewe wakati umeanza safari. Shaanza kusafiri unaweza kufanya kasri. Na yote hii lengo la kufanya kasri mnajua ni kuleta takhfifu katika safari, kwa sababu safari ni qit'atu min al-adhab.
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.